Kila mtu huwa na ndoto za kutaka kuzifikia kwenye maisha yake. Na leo kwenye jamii yetu tumekutana na fundi chuma. Kwa majina anaitwa Bwana Osama Habibu. Mimi nahusika au najishughulisha katika ufundi wa welding, mambo ya uchomeleaji. Nimesoma, baada ya kumaliza ndipo nikaweza kujiajiri mimi mwenyewe. Hii ni kazi ya kujiajiri, ina maana mimi mwenyewe nimejiajiri. Swala la kujiajiri sio rahisi kabisa kama kijana huyu anavyolielezea. Lakini ili kutimiza ndoto zake, ameamua kufanya hivi na kuwasaidia vijana wengi tu ambao walikuwa hawana ajira. Je, ni changamoto gani ambazo zimeweza kumkuta? Kwenye shughuli zetu hizi za mambo ya welding, kwa maana hiyo kuna changamoto nyingi ambazo kwamba tunazokutana nazo. Mfano mdogo, ulinzi ambao kwamba natakuwa mimi nijilinde kwa ajili labda nisipate athari, labda nisijikate, ukiwa na cheche labda kwenye macho. Huwa tunashauriwa sana kuvaa miwani, huwa tunazivaa miwani. Alafu lazima uwe umevaa gloves wanaita, umevaa gloves, na vile vile uwe umevaa safety boot chini. Kwa maana hiyo safety boot inaweza wewe usipovaa, kwa maana hiyo inaweza kusababishia wewe ukawa umekanyaga kitu ambacho kwamba chenye ncha kali, kikiweza kuletea athari. Kila palipo na mambo mengi na watu wengi, mambo ya wizi ni ya kawaida. Hii haikumtisha kabisa Bwana Osama. Je, yeye amewezaje kushughulika na masuala haya ya wizi? Katika tukio ambalo kwamba lilotokea siku moja, mashine ziliibiwa hizi mbili. Zilivyoibiwa mbili, ina maana tulifanya utafiti wa kuweza kubaini kwamba alioweza kuziiba hizo mashine ambazo ndio vitendea kazi vyetu sisi ni nani. Kwa hiyo ikabidi tukahusisha mpaka jeshi la polisi, ikiwemo kituo cha kwetu hapa cha Itigi. Basi walivyoleta ushirikiano na sisi tulivyotoa ushirikiano, basi dakika ya mwisho tukaweza kubaini alioweza kuzibeba zile mashine, sababu aliziiba. Aliweza kuziiba. Basi baada ya msako ule na kwa wakati ule, kwa mara moja akaweza kupatikana. Alipatikana akiwa na mashine zote hizo mbili, akiwa ameshaenda kuzificha. Basi baada ya kibano zaidi, ikabidi afanyaje, aweze kutamka moja kwa moja kwamba amezitolea wapi na lengo lake ni nini. Umeona? Basi dakika ya mwisho tukamgusa kidogo. Wasahau kumgusa ni muhimu, sio dhambi. Kwa hiyo bwana, zilipatikana zile mashine. Baada ya kupatikana, basi yeye huyo hatukuweza sisi kumpa labda kumlipisha, hapana, hatukutaka, sababu ni kijana kama sisi. Kwa hiyo tuliamua tu kuachana naye, yeye endelee na maisha yake na sisi tuendelee na maisha yetu. Kwa hiyo tuliumia sana jinsi zile vitendea kazi vyetu mashine hizo zilivyoibiwa, tuliumia sana. Kwa hiyo sasa tulipata changamoto, japokuwa ilikuwa ni kwa muda mfupi, lakini mambo yalikuja yakaenda. Tulivyozipata hizo mashine, kwa basi tukaamua tuachane naye huyo. Basi na sisi tukasema bana, hatuwezi tukamdai, hatuwezi tukamlipisha. Tukaamua tufanyaje, tukaachana naye. Kwetu sisi hapa kwa hili eneo ambalo kwamba sisi tunapofanyia kazi, kwanza kabisa ulinzi wa hapa upo masaa 24. Sio masaa 12, kwa maana wanategemea kuanzia saa 12 ya jioni ile usiku mpaka 12. Hapana, si hapo, ulinzi wetu hapa ni masaa 24. Kama tunavyojua, kuhamasishwa na kuhamasisha wengine ni jambo muhimu sana katika jamii. Bwana Osama Habibu,
yeye ameweza kuhamasishwa na kitu gani kufanya kazi hii? Kitu ambacho kilichonihamasisha mimi kufanya hii kazi au mpaka hivi sasa niendelee kuwepo katika hii kazi ni kwanza kabisa mambo ya ufundi, na napenda sana, ndio maana imenifanya mpaka sasa hivi niendelee kuwepo kujihusisha katika mambo ya ufundi wa welding. Mgawanyiko wa kazi unaweza kuleta kipengele, lakini mara nyingi katika utendakazi wa vijana hususan wanaolingana katika umri, yeye amewezaje kugawanisha mgawanyo wa kazi kwa vijana wenzake na pia kuwatofautisha na wateja wake? Hiyo ipo inakuja, kila ofisi huaga ina taratibu zake. Kuna meneja ambaye kwamba ni ofisi, na kuna viongozi baadhi ambao kwamba wote kila mmoja anahusika na sekta yake. Mfano mtu akija akitaka bidhaa mimi nimuuzie dirisha au nimuuzie mlango, basi inabidi aje moja kwa moja nikae naye mezani mimi mwenyewe, basi ndipo nitakapokubaliana basi hamna shida. Ama ikatokea kijana mwenzangu, fundi mwenzangu amepata kazi, kwa hiyo sasa akanishirikisha, sababu bwana hapa mimi nimepata shughuli hii hapa, vipi hesabu yake tunafanyaje? Basi vizuri, kama hesabu iko sawa sawa basi hamna shida yote, unafanyaje? Unaifanya tu bila shida yote. Haina limit au haina kiwango cha kusema kwamba hapana, labda kazi ikitoka huko ije ipitie kwangu mimi, hapana. Kwa maana hiyo hapa tunajishughulisha, tupo wengi, tupo wengi si vijana. Kwa hiyo anaweza akatokea kijana mwenzangu ampata kazi huko, basi akileta, basi wote tutafanyaje? Tutajumuika ili kusudi hiyo kazi tuitoe kwa wakati. Huenda hali ya hofu ndio mara nyingi imewazuia vijana wengi kuzuia njozi zao nyingi katika kujitekelezea majukumu yao. Je, yeye katika kutimiza njozi zake na vijana wenzake wameweza kuzitekeleza kwa kiasi gani, na kwa kiasi gani mtazamo wake ulivyo kwa vijana wengine? Kwa sisi hapa bwana, tunapenda mimi binafsi kuwashauri vijana wenzangu ambao kwamba hawajishughulishi na ufundi, yaani wenyewe hawajishughulishi na mambo ya ufundi. Mimi napenda kuwashauri, ufundi kwanza una faida kubwa. Ufundi unakufanya wewe uweze kujulikana, uweze kuonekana. Kwa hiyo sasa bwana, mimi napenda sana kuwashauri vijana wenzangu ambao kwamba hawapo kwenye mambo ya ufundi, yani hawajishughulishi na mambo ya ufundi. Nawaambia sana vyuo vipo vingi, waingie kusoma, endapo watakapomaliza masomo yao basi shughuli hizi ni nyingi. Hizi shughuli zote ni shughuli ambazo kwamba za kujiajiri, yani ukisoma mwenyewe unajiajiri mwenyewe. Mimi bwana napenda kuwakaribisha wateja wangu wote wa maeneo ya hapa Itigi na nje ya hapa Itigi. Napenda sana kuwakaribisha hapa, wanapaita mtaa wa Merubi. Kama tulivyosikia maelezo mengi kutoka kwake na namna ambavyo ameelezea anavyoweza kufanya kazi zake kwa ufanisi na kuchochea ari kwa vijana wenzake, ni jukumu la jamii nzima kuweza kutenda kazi na kufanya kazi kwa bidii ili kufikia malengo yao.